Kwa majina mimi naitwa Murida Mshota, ni mwenyekiti wa Chama cha Wafugaji Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, nichukue nafasi ya kipekee kwa kuweza kukutana na ninyi kwa sababu kama mnavyojua tarehe 29 Oktoba ni siku ya kupiga kura. Kwa hiyo nimefika hapa ili kuwahabarisha wafugaji kote nchini kwamba tarehe 29 mwezi wa 10 wajitokeze kwa ajili ya kupiga kura ya Mheshimiwa Rais, wabunge pamoja na madiwani. Pamoja na hayo, ndugu waandishi wa habari, kuja mbele yenu, serikali kama mnavyojua imefanya kazi kubwa sana kwenye sekta ya mifugo. Ndani ya miaka minne Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani, bajeti ya Wizara ya Mifugo ilikuwa shilingi bilioni 169. Lakini hadi leo bajeti inasoma bilioni 475. Lakini sio hivyo tu, tulikuwa tumeshindwa kuuza mifugo kwenye mataifa makubwa ya nje kwa sababu mifugo ya Tanzania ilikuwa imekosa chanjo. Kwa sababu hiyo serikali imetenga bajeti ya shilingi bilioni 210 kuhakikisha mifugo yote inachanjwa, na mwaka huu tayari bilioni 69 tayari zimeshatoka na kazi inaendelea. Na ndio maana nimekuja mbele yenu kuambieni na kuambia ndugu zangu wafugaji kote nchini, tujitokezeni tukapigeni kura. Na kwenye chama chetu tuna wanachama zaidi ya milioni 4,268,068. Na napo 13 ndani ya miaka minne tayari wameshapokea mikopo ya riba nafuu zaidi ya shilingi bilioni 106.9. Kwa maana hiyo tuna kila sababu ya kuungana na serikali kuhakikisha kura zinapigwa za kutosha ili Mheshimiwa Rais ashinde kwa kura za kishindo, ili sasa tuhakikishe sasa mambo yale ambayo tunayohitaji ili yaweze kutekelezeka. Tumesikia kwenye kampeni mbalimbali ambazo sera za waheshimiwa wagombea wamesema. Mheshimiwa Rais amesema atakapoingia madarakani atahakikisha zaidi ya hekta milioni 6 zinatengwa kwa wafugaji, kuhakikisha sasa kila mfugaji anamiliki ardhi yake, wafugaji wanapata maji ya kutosha, wafugaji wanapata chanjo ya kutosha. Basi kwa kwetu sisi wafugaji kwa kweli tutakuwa hatuna jambo lingine. Lakini ukiangalia mauzo ya nje ya nyama, wakati Rais alipoingia madarakani, mauzo ya nyama yalikuwa ni tani 1,700, lakini ndani ya miaka minne sasa tunaweza kuuza nje zaidi ya tani 14. Ukiangalia kwenye sekta yetu kazi kubwa sana imefanyika. Lakini najua nimeongea na ninyi waandishi wa habari, hawawezi wakakosa watu wakosoaji, lakini hiyo ndio ukweli. Na tuambizane, hiyo ndio ukweli na ndio ukweli wenyewe. Kwa sababu sisi tulikuwa tumebaki nyuma, la tunampongeza. Lakini tunampa pole Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri aliyofanya kwenye kampeni zake, na sisi tumeshiriki mwanzo hadi mwisho. Kwa kweli tumeona kampeni zimekwenda kwa kistaarabu, na sisi sasa niseme kwa wafugaji, naombeni sasa tarehe 29 tujitokeze tukapige kura. Zaidi ya kura milioni 4,268,000 ziende zipigwe, na tumetoa hamasa kubwa katika maeneo mbalimbali. Tuna uongozi kuanzia ngazi ya kata, ngazi ya wilaya na ngazi ya kanda pamoja na taifa. Sisi sote tumesha tayari, vijana wetu wako katika maeneo yao, kazi inaendelea vizuri, na nina imani kubwa sisi wafugaji huwa hatuna maneno mengi. Tarehe 30 mpaka tarehe 1 mtasikia kishindo kikubwa ambacho kitatokea.